Women empowerment ikiwasahau wa baba au wavulana au vijana wa kiume, ikiwasahau, kwa mimi naona hatutaweza kwenda, kwa sababu kumbuka, katika jamii zetu wanaume wana maamuzi. Ni watu ambao wao ndio wanatoa maamuzi katika familia, wanatoa maamuzi katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo, na hiyo ni tamaduni yetu. Huwezi ukasema kwamba tunaiacha. Sasa kama hiyo tamaduni ipo kwamba mwanaume ni decision maker, ndio ambaye anafanya maamuzi, inamaanisha lazima huyu mwenye maamuzi uweze pia na yeye kumuelimisha. Utamuelimisha mtoto wa kike, utamuelimisha mama wa kike, lakini mwisho wa siku lazima umuelimishe yule mwanaume ili wote wawe kwenye sehemu moja. Na ndio maana tunahamasisha kwamba baba, msindikize mke wako kliniki. Whether amekuwa ni baba ni mama, mke wake ni mama mdogo, lakini ahakikishe kwamba anamsindikiza kliniki, au anamsindikiza wakati yuko mjamzito, au anamsindikiza wakati mtoto anaenda labda kupata huduma mbalimbali akiwa mtoto chini ya miaka 5. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo ili yule baba aweze kuelimika. Tusimuelimishe tu mama akawa anaenda kutoa taarifa nyumbani, kwa sababu kumbuka, huyu mama ataenda kutoa taarifa, lakini huyu mama sio mtaalamu. Akienda na baba, ni rahisi baba kuweza na yeye kuelimishwa, na hata kama baba ana maswali ataelekezwa kwamba ni hivi na hivi na hivi. Na tumeona ina matokeo makubwa sana pale ambapo baba na mama wote wanapewa elimu, kwa sababu baba anakuwa anapata uelewa. Na kutokana na tamaduni zetu za Kitanzania, huwezi kumweka baba pembeni. Ni watu ambao wana influence, huwezi kuacha nyuma, kwa sababu wao ndo wana maamuzi ya mwisho. Na tukiangalia hata katika familia zetu, kuna wamama wengine hawezi kufanya chochote kama mume wake hajampa ruhusa. Kwa sasa ukisema kwamba unamwambia tu mtoto wa kike, hauwashirikishi wazazi wake. Kwa mfano kama hata katika chanjo hii ya HPV, lazima tuwaelimishe wazazi. Lazima tupate ruhusa kutoka kwa wazazi. Kwa hiyo usipoelimisha yule baba ambaye ni baba yake yule mtoto, inamaanisha kwamba hauwezi kupata ushirikiano. Huyu mtoto wa kike hataweza kuja kupata huduma ya HPV. Kwa hiyo ndio maana huwezi kumwacha baba nyuma. Lazima umuhusishe baba katika kitu chochote ambacho unataka huyu mtoto wa kike aweze kuchukua hatua. Maana tumesema toka mwanzo, issue sio elimu. Unaweza ukatoa elimu kwa huyu mtoto wa kike, lakini sasa kinachofuata sasa ni kuchukua hatua. Sasa katika jamii zetu, baba au mwanaume ana contribution, ana kitu kikubwa sana, ana maamuzi. Yani kuna ule msukumo, akihusishwa kuna msukumo sasa wa kufanya kile kitu ambacho umemwelimisha huyu mtoto wa kike au huyu mama mdogo. Katika miaka 5 ijayo, kitu ambacho tunakiona mbele yetu, kwanza ni kufikia mamilioni ya vijana na elimu ya afya, lakini pia na taarifa za kuhusiana na afya, taarifa kuhusiana na elimu mbalimbali, lakini pia na taarifa za uchumi. Inamaanisha vijana hawa wanatoka katika jamii zetu, katika miji kama labda Dar es Salaam, Arusha na zingine, lakini pia katika maeneo ambayo hayafikiki. Inamaanisha tunataka tuwafikie wa aina zote. Na ndio maana njia zetu za kuwafikia vijana zimechanganyika. Kuna zile njia ambazo zinalenga sana wale ambao wako mjini sana, wale ambao wanaweza kupata kuweza kusikiliza redio, kusikiliza televisheni, kupata mitandao ya kijamii, lakini pia inaenda kabisa kwa inawafikia inafikia kabisa maeneo waliopo wale ambao hawana uwezo wa kupata hii mitandao na vitu vingine ambavyo tunavitumia kupeleka jumbe. Kwa hiyo lengo letu sisi ni kuwafikia mamilioni ya vijana wa Tanzania, hasa watoto wa kike, kwa sababu hicho ndio eneo letu kuu ambalo tunaliangalia katika kazi zetu zote. Ujumbe wangu kwa wasichana na wanawake wote ni kwamba sisi tukipata taarifa sahihi, tukipata mazingira
rafiki. Watu ambao wametuzunguka wakiwa pamoja na sisi na kutuunga mkono kwamba tuna haki ya kupata huduma za afya, tuna haki ya kupata elimu, tuna haki ya kujikwamua kiuchumi. Inamaanisha kwamba taifa letu litakuwa lina wanawake na wasichana wadogo ambao wanauelewa, lakini pia wana uwezo hata wa kufanya vitu vikubwa sana katika nchi yetu, wawe wanakuwa vitega uchumi wa nchi yetu, lakini pia viongozi wanatokea hapo hapo kwa hawa wanawake ambao tukiwakwamua kwa elimu, tukiwapa ufahamu wa elimu mbalimbali, wataweza kufika katika yale malengo ambao wameweka katika maisha yao.